Bwana Yesu asifiwe. Mtumishi wa Mungu, mpendwa wa Bwana katika Yesu Kristo, karibu katika mwendelezo wa kujifunza neno la Mungu kupitia huduma ya Tumaini Service. Every soul is saved. Kila nafsi imeokolewa. Kwa nini kila nafsi imeokolewa? Mungu anasema jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanae wa pekee ili kila muaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Kila muaminie, kwa kila nafsi imeokolewa. Tukirudi hapa katika kujifunza neno letu siku ya leo, tunataka tujifunze kwamba usije ukakasirika, usije ukachukia mafanikio ya watu wengine hata kama walivyofanikiwa haijakupendeza wewe. Usije ukachukia au ukakasirikia mafanikio ya watu wengine hata kama jinsi walivyofanikiwa haijakupendeza wewe. Mungu anazungumza kwenye kitabu cha Zaburi ile sura 37 kuanzia ule mstari wa 8. Neno la Bwana linasema, ukomeshe hasira, uache ghadhabu, usikasirikie, mwisho wake ni kutenda dhambi. Kwa hiyo acha hasira, acha ghadhabu, usikasirike, mwisho wake ni kutenda mabaya. Sasa wako watu ambao wamekuwa na kawaida ya kutengeneza hasira kwa sababu ya mafanikio ya watu wengine. Wanapoona wengine wanafanikiwa, wanapoona wengine wanachanua, wanapoona wengine wananyanyuka, wao wanawatengenezea hasira, wanawatengenezea chuki. Katika ulimwengu wa roho, Mungu anasema hapo kwamba itakufanya utengeneze ghadhabu. Sasa ile ghadhabu, kumbuka kwamba itakurejea, kwa sababu hasira zako ambazo Mungu anasema hasira zinakaa katika kifua cha mtu mpumbavu. Mtu mpumbavu ni nani? Ni yule anajua cha kufanya lakini hataki kufanya. Unajua kabisa sitaki kukasirika kwa sababu ya mafanikio ya mtu, lakini namkasirikia. Na leo tumeliona hili hasa kwa kizazi kipya. Kizazi cha vijana wengi wamekuwa wanatengeneza ghadhabu, wamekuwa wanatengeneza hasira kwa sababu ya kuona kizazi fulani labda kilichopita nyuma yao kina mafanikio fulani ambao wao wakijitazama hawajafanikiwa, au kizazi hicho walichonacho wao ambacho kinakwenda katika rika moja, anaona kwamba vijana wenzangu au kijana mwenzangu amefika hatua fulani, mimi sijafika hatua fulani, anatengeneza hasira. Sasa ukiendelea pale mstari wa 9, Mungu anasema hivi, maana watenda mabaya wataharibiwa, bali wamngojao Bwana ndio watakaorithi nchi. Ukirudi kwenye kitabu cha Mhubiri ile sura ya 3 kuanzia mstari wa 1, Mungu anasema kila jambo lina majira ya kwake na kila wakati katika kusudi la kwake. Kwa hiyo maana yake kwamba kabla hujakasirikia mafanikio ya mtu mwingine, unapaswa uelewe kwamba yako majira yako na jambo lako unalotaka lina wakati wake. Kwa kinyume na hapo, maana yake utakachokifanya ni kwamba utatengeneza uharibifu hata kwenye mafanikio yako unayotaka yaje. Maana Mungu anasema achimbaye shimo atatumbukia mwenyewe. Sasa hasira zako zinaweza zikasababisha ukatamani kumchimbia mtu mwingine shimo atumbukie, lakini Mungu anakuambia utatumbukia wewe, kwa sababu hupaswi kukasirikia mafanikio ya mtu mwingine. Ukienda mstari wa 10 anasema, maana bado kitambo kidogo, asiye haki hata kuwapo, utapaangalia mahali pake wala hata kuwapo. Kwa kama unaona kuna mtu anafanikiwa kwa sababu ya kutokutenda haki, anafanikiwa kwa sababu ya rushwa, anafanikiwa kwa sababu ya zinaa, anafanikiwa kwa sababu ya wizi, Mungu anakuambia hivi, ni kitambo kidogo tu, kwa sababu yako au ziko gharama ambazo atazilipa tu. Kwa ni kitambo kidogo tu, lakini wewe ambao unaamini kwamba umesimama katika haki, subiri majira, subiri wakati ambao Bwana atakunyanyua katika majira na wakati wake. Kwa hiyo uwe ni kijana unayenisikiliza saa hii, wa kike, wa kiume, usije ukawakasirikia kizazi kilichopita. Unaona kwamba wao kuna sehemu ambao walifanikiwa kwa sababu pengine walidhulumu kile ambacho wewe ulitegemea kwamba atakuja kuwa urithi wako. Elewa tu kwamba majira ya Mungu yako karibu kukufanikisha na wewe. Kutengeneza njia zako sawa sawa na mapenzi ya Mungu ili ile hasira iliyo ndani yako iondoke.
alafu Mungu atakukweza katika majira yampendezayo. Ninapenda kuendelea kuwakaribisha kusikiliza vipindi hivi, kufuatilia vipindi hivi kwenye mitandao yote ya kijamii, na Mungu awabariki sana. Jina la Yesu libarikiwe, na Bwana aendelee kuwa pamoja nanyi katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, mwana wa Mungu aliye hai. Amen.